Maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki ulimwenguni wamekusanyika wakisubiri kuingia katika viwanja vya Mtakatifu Petro mjini Vatican mapema leo, wakiwa na matumaini ya kuona moshi mweupe unaoashiria kupatikana kwa kiongozi mpya wa kanisa hilo. Waumini hao wamekusanyika baada ya makardinali kurejea katika kanisa dogo la Sistine leo Alhamisi, katika duru ya pili ya kura itakayoamua juu ya mrithi wa Papa Francis aliyefariki dunia Aprili 21. Hata hivyo, moshi mweusi umetoka katika upigaji wa kura duru ya pili, hali inayoashiria kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki bado hajapatikana. Angela Mdungu na ripoti kamili. Awamu ya pili ya uchaguzi wa Papa inafanyika saa kadhaa baada ya moshi mweusi ulioonekana Jumatano, ishara kuwa mrithi wa kiongozi huyo bado hajapatikana. Makardinali wanafanya mchakato huo wa siri wa kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki atakayewaongoza takriban waumini bilioni 1.4 kote ulimwenguni. Kongamano la viongozi hao wa Kikatoliki waliojitenga ili kuepusha uchaguzi wa Papa kuingiliwa ndio kubwa zaidi na lenye sura ya kimataifa, linalowaleta pamoja makardinali 133 kutoka karibu nchi 70. Linafanyika wakati mji wa Vatican na maeneo yanayozunguka yakiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi na maafisa wengine wa usalama. Kulingana na uongozi wa Vatican, ngwe mpya ya kura ilitarajiwa kuanza majira ya saa 3 asubuhi. Kuonekana kwa moshi mweupe baada ya kura ya leo kutaashiria kuwa kiongozi mpya wa kanisa hilo amepatikana. Kwa kuzingatia historia ya miaka ya hivi karibuni, matokeo ya mwisho yanaweza kuamuliwa katika siku ya pili ya kura, ambayo ina nafasi ya kuwa na awamu 4 za kupiga kura. Mmoja wa waumini wanaosubiri kwa hamu kuchaguliwa kwa papa mpya, Abbot Marcel Ndiondio, ameonyesha matumaini makubwa ya kumpata kiongozi mpya wa kanisa Katoliki. Kwa sasa tuko katika mazingira ya kiroho zaidi kwa kanisa. Kwa hiyo watu wa Mungu ni lazima waombe ili Roho wa Mungu awaongoze. Makardinali waipe Roma kiongozi na walipe kanisa lote mchungaji wake. Wakiwa wamevalia kofia nyekundu, makardinali wanaoshiriki uchaguzi huo walitazamiwa kupiga kura katika awamu 2 asubuhi, na awamu nyingine ya kura imepangwa kufanyika mchana, na wataendelea siku zijazo hadi pale mtu mmoja atakapopata theluthi 2 ya kura zote, itakayompa ridhaa ya kuwa kiongozi wa 267 wa kanisa Katoliki duniani. Katika uchaguzi huo, Kardinali Pietro Parolin, raia wa Italia aliyefanya kazi kama kiongozi nambari 2 baada ya Papa Francis, pamoja na kardinali wa Ufilipino Luis Antonio Tagle, wanaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kushinda kwenye mchakato huo. Kujadiliana kuhusu mchakato mzima wa kupatikana kwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki na jinsi atakavyoliongoza kanisa hilo, nimemwalika askofu mstaafu Methodius Kilaini kutoka jimbo la Bukoba nchini Tanzania. Baba Askofu, natumai unanisikia vizuri huko? Nakusikia vizuri. Kabogo. Karibu sana katika mjadala wetu wa leo. Asante. Askofu Kilaini, tumeona tena asubuhi ya leo moshi mweusi. Tutarajie kweli Papa atapatikana ifikapo jioni ya leo na tusikie neno Habemus Papam? Yaani mimi kwa kweli ninavyodhania, nadhani leo tutampata. Kwa sababu ukitazama katika kama ilivyofuatia mara 2 za mwisho hivi, tulimpata katika siku 2. Papa Benedicto ilikuwa kura ya 4, Papa Francis ilikuwa kura ya 5. Na ukitazama katika tangu karne iliyopita na karne hii, wote hawakuzidi siku 3-4. Ni mara 2 tu, 1903 na 1922 ilipofika siku 5. Hivyo hatutegemei kwamba tutakwenda mbali hivyo. Hivyo nategemea kama mambo yakienda vizuri, kabla hatujalala leo, hata wale wanaolala wamechelewa, tutakuwa na moshi mweupe. Lakini ikitindikana sana kesho ambapo itakuwa ni siku ya 3. Itakuwa siku ya 3 sidhani. Na ukiona imefika siku 3 bado, hapo ndio kwamba mambo yamekuwa magumu, hapo wanapumzika kugeuza jia. Kona waende. Kwa kweli bila shaka haikwenda vizuri, ndio. Askofu, tunafahamu kwamba kila papa anapopatikana anachagua jina lake, ambapo linakuwa la mtangulizi wake pengine, ama kuchagua jina jipya kutoka kwa mtakatifu yoyote yule, na kuna jina hilo likiwa na ujumbe maalumu kama tunavyoelewa. Papa ajaye, kwa mtazamo wako, unahisi anaweza akachagua jina gani?
Mimi nadhania huenda akachagua Francis wa pili kama atakisikia anaelekea Francis kama tulivyoona mapapa waliotutangulia kama Yohana Paulo wa kwanza alitaka achote kwa Yohana wa 23, achote na kwa Papa Paulo, akajiita Yohana Paulo wa kwanza. Na Yohana Paulo wa pili akafuata nyayo hizo kwa kuweza kufuatana. Na huyu kama akija huenda akachagua Papa Francis. Lakini sivyo tategemea na mwelekeo. Ana mwelekeo kidogo, anataka uwe tofauti kidogo na sio wa Francis. Anaweza kufanya kama Benedicto. Benedicto alichagua Benedicto kwa sababu alikuwa na mwelekeo wa Ulaya. Alitaka kuhamasisha Ulaya iwe mpya na yenyewe ilikuwa imeshaanza kuzorota. Hiyo ni kitu ambacho kitategemea hali itakuwaje katika kuelekea na mwelekeo atakao kuwa nao. Na inawezekana hata akachagua jina lingine. Kwa maana kwamba jina jipya kabisa ambalo halijakuwapo hapo kabla, kama alivyotushangaza hayati Papa Francis. Kama alivyotushangaza hayati Papa Francis, kama na mtakatifu fulani ambaye anataka kweli huyu nataka nifuate nyayo zake. Kama Francis alitaka umaskini, hivyo akamchagua Francis. Lakini na mwingine akiwa na nyayo nyingine, anaweza akachagua mwingine. Lakini vinginevyo unakuta kwa kawaida wanajikita kwa mapapa ambao tayari wamekuwepo. Unakuta majina mengine, kwa mfano Papa Yohana, nadhani ndio ilikuwa inapendeka kuliko majina mengine yote. Papa Yohana, hiyo unakuta Papa Yohana wako wengi sana mpaka 23. Alafu unakuta na wengine kama Papa Benedicto nalo limekuwa na nguvu kidogo. Mpaka unakuta wa 15 na Gregory nayo limekuwa na watu wengi ya kutosha. Hivyo unakuta kuna majina kadhaa ambayo yalikuwa yanapendeka kwa sababu ya wale waliotangulia. Hivyo na huyu atakaye kuja kwa jina tu utaanza kuona mwelekeo wake. Kwa jina tu. Tukibaki katika hilo la mwelekeo, Askofu Kilaini, Papa ajaye anapaswa kuwa wa aina gani kwa kuzingatia mazingira yaliyopo sasa katika kanisa Katoliki? Mtindo wake hasa wa uongozi unatakiwa uwaje? Mimi nadhani katika hali tulionayo sasa, ili tupate papa ambaye atatuvusha, kwa maoni yangu, kwanza awe na imani thabiti na mtetezi wa imani Katoliki wa maadili na mafundisho yake, akifuata nyayo za Papa Benedicto wa 15 na Papa Paulo wa 6. Yaani kujikita sana katika kutetea imani, kwa sababu imani kidogo inaterereka na mafundisho yanaingia mengi katika ulimwengu wa leo. Watu wengine wanapotosha, watu wengine wanataka kuyatafsiri tofauti. Hivyo nadhani ule msimamo ule unahitajika. Lakini vile vile inabidi awe na ukawaida, awe mtu wa watu, mtu anayejitoa, mtu anayewafikiria wale ambao wako pembeni kama Papa Francis. Hivyo na katika Papa Francis huwezi kukaja ilikofikia sasa, jinsi alivyowashika watu wakampenda. Licha ya kwamba utasikia kale kingine, lakini vile vile katika Papa Francis hauwezi kukaachia. Na vile vile katika mahusiano, najua katika mapapa waliotangulia hawa kidogo wameonyesha njia ambayo anayekuja lazima yafuate, afuate nyayo zake. Papa Yohana Paulo wa pili alitupa yale mahusiano ya kwenda kwa huyu, kwa yule, akazunguka dunia nzima. Anashika watu mikono, anakaa karibu na watu. Na hiyo ya mahusiano ile ya kusikitikia. Mtu anavuta kila mmoja ana picha. Mimi ndiye nilifundisha mambo ya picha. Papa Yohana Paulo wa pili alikwenda kumtazama, alipiga naye picha. Sawa, Baba Askofu, tuna mengi sana ya kuzungumza, lakini pia tuna wale wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii, lakini nitamwomba kwanza Lilian Mtono asubiri kidogo. Umegusia hilo swala la makundi ndani ya kanisa. Mipango gani hasa Papa anaweza kufanya ili kukuza umoja ndani ya kanisa? Tunaweza tukasema kwamba itajumuisha juhudi za kuondoa migawanyiko kati ya makundi ya kihafidhina na kiliberali, na atafanikiwa kweli kuliunganisha kanisa na kuwarejesha kundini kuondoa waliopotea, Baba? Sasa nadhani kila papa anayekuja ndio tumaini lake. Kwa sababu Papa Francis ametuletea ile, najua kila mara Mungu anatuletea mtu wa nyakati zake. Papa Francis ametuletea mshtuko mmoja. Hakuna watu kuacha nje, wote wako ndani. Lakini kuna wengine hawataki wengine wawe ndani. Na kuna wengine wanataka wengine wawe nje. Na wengine wanataka wanawaanza kwamba wako nje.
Sasa naye kuja lazima awe mtu atakayeweza kumaliza mfarakano ule, kwamba dini iko pale pale, lakini na watu wote kama alisema Papa Francis, hata wadhambi ni watu wa kanisa. Kanisa ni watu walio watakatifu na watu wa dhambi. Lakini wakati ule ule, ingawa nakubali wa dhambi, usikubali dhambi. Hivi atataka kulinganisha hayo mawili, kuyaweka vizuri, ili kutoa ule mfarakano kati ya watu waliokuwepo, ambao kidogo walikuwa wengine wanaanza kuchanganyika na kuchanganyikiwa.